Mungu hii. Vile vile basi hakuna mpango wa Mungu kwenye popote kwenye Biblia kwamba Yuda, mtu fulani anaitwa Yuda atakuja kumsaliti Mwokozi. Hakuna. Tusije tukaenda beyond what the scriptures say. Hakuna mahali popote. Isipokuwa ilitokea. Sasa ikitokea tunakuja kuambiwa sasa ilikuwa lazima asalitiwe hivi. Hali hiyo ilishakusha kwa hivyo. Sasa sawa. Imekuja kuwa yule mtu anaitwa Yuda alimsaliti Yesu ili sisi tukombolewe. It came to that. Awali ya kwanza, kwa kitu cha kwanza. Yuda, hakuna mahali ambapo imeandikwa Yuda, mtu atakayeitwa Yuda atamsaliti. Hakuna. Pili, hakuna mahali imesema ni lazima asalitiwe. Hakuna mahali. Because maaskari walikuwa na network, uwezo wa kumkamata. Kwa hiyo Yesu finally angekamatwa tu na viongozi, kwa sababu kulikuwa kwa askari aina mbili za Wayahudi wakati ule. Kuna askari ambao walikuwa wa hekalu, ambao ulikuwa chini ya kuhani mkuu, regiment kubwa, jeshi likuwepo. Wale walikwenda kumkamata ni maaskari wa kuhani mkuu, na walikuwa na uwezo na nguvu na silaha, kila kitu. Hao wangemkamata. Alafu kuna maaskari walikuwa wa Roma, jeshi kali kubwa hilo, likuwa na maaskari kila mahali, maelfu na maelfu. Wangemkamata tu. For that is kitu kidogo sana. Pilato angesema mkamateni huyu, nasikia na aletwe kwangu, angechukua hata siku moja. Wangemkamata. Lakini na Yesu hakuwa na jeshi useme atapigana vipi. No. Sasa ni kwamba tu yeye alikuwa ameamua saa yake bado. Unajua ile saa katika Injili ya Yohana, ile saa yake bado. Hiyo ndio ilikuwa ni mpango wake katika ambao hatujui ni nini. Kwa hiyo yeye alikuwa na mpango wake. Yuda ameingilia labda, na hata akashangaa ile sura ya 13 Injili ya Yohana, anasema saa imefika sasa. Alipoona mambo yamefikia hapo, nenda yale unataka kutekeleza ndo katekeleza. Hasemi ni mpango wake kwamba yale niliyokuambia ufanye au niliyopangia ufanye. Hapana, ni wewe umeamua. Kwa hiyo hapo ni tofauti iliyopo kati yetu na swali hilo. Kwa